Hello, Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Gertrude Isaac Mabiki. Na kukaribisha sana mpenzi mtazamaji katika kipindi changu cha YouTube, channel yangu ya YouTube ya Jua Biblia na Gertrude Isaac. Lakini zaidi ya yote tunamkaribisha sana Roho Mtakatifu ambaye hatuwezi kufanya lolote bila yeye. Karibu sana Roho Mtakatifu Baba. Take over, karibu, take control. Tusaidie Roho Mtakatifu. Tufunue fahamu zetu, tufunue mioyo yetu, tufunue uelewa wetu. Roho Mtakatifu wasaidie watoto wako wanaosikiliza hii video. Roho Mtakatifu wakaelewe unachokisema katika haya mafundisho yako Roho Mtakatifu, na zaidi ya yote wakakuzalia matunda, ukatusaidie nguvu za kukuzalia matunda kutokana na maarifa haya tunayopokea katika neno lako, matunda ya kudumu kwa ajili ya utukufu wa jina lako peke yako, mfalme wa amani. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu aliye hai, naomba na kuamini. Amen. Amen. Karibuni sana wapenzi watazamaji. Naamini wapo ambao tayari wanafuatilia YouTube channel yangu, na bila shaka mtakuwa mnafahamu kwamba bado tuko kwenye playlist ya kitabu cha Mwanzo, na namshukuru Mungu kwa neema yake tayari tumeweza kukava kuanzia sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo mpaka sura ya 19 ya kitabu cha Mwanzo, na kwa neema ya Bwana Yesu leo tutaendelea kuangalia sura ya kwanza mpaka sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo. Na kwa neema ya Bwana Yesu leo sasa tutaendelea kuangalia sura ya 19 ya kitabu cha Mwanzo. So kwa kukumbushana kuhusiana na video iliyopita ambayo tulikuwa tunaangalia sura ya 18 ya kitabu cha Mwanzo, tuliona Ibrahim amepokea wageni nyumbani kwake ambao aliona ni watu watatu, wanaume watatu, akawakaribisha na kisha akajua kwamba ni Mungu. Na tunaona kwamba Ibrahim akaambiwa kwamba mke wako Sara baada ya miezi 9 atapata mtoto. And then akaambiwa pia kwamba wakati anawasindikiza akaambiwa kwamba Ibrahim, mji tunaoendea Bwana Mungu pale, tuliona kwenye video iliyopita, kwenye sura ya 18 tunaona Bwana Mungu anasema kwa nini nimfiche Ibrahim nachoenda kufanya Sodoma na Gomora wakati ni rafiki yangu. Kwa hiyo Mungu akamwambia Ibrahim kinachoenda kutokea Sodoma na Gomora. Basi leo katika sura ya 19 tutaendelea, na katika sura ya 19 Biblia inatuambia kwamba wale malaika ile jioni, kama wakumbuka kwenye sura ya 8 tunakumbuka wale malaika wawili walitangulia wakamwacha Bwana na Ibrahim katika kile kilima ambapo walikuwa wanatazama bonde la mji wa Sodoma na Gomora. Kwa hiyo wale malaika wakaendelea na safari mpaka Sodoma na Gomora. Ile jioni wakakutana na Lutu. Walipofika katika mji wa Sodoma na Gomora, wakamkuta Lutu kwenye malango ya mji wa Sodoma. Lutu alipowaona akawaangukia kifudifudi, akawaambia, jamani, karibuni sana nyumbani kwangu, msipite kwa sababu tayari imeshakuwa jioni. Tafadhalini karibuni kwangu, mnawe, mle, mpumzike, alafu kesho asubuhi muendelee na safari yenu. Kwa hiyo akawabembeleza wale malaika. Wakasema Lutu hakuwa amejua kwamba ni malaika, wala hakuwa anajua ni watu gani, kwa sababu na yeye aliona tu kama wanaume wawili. Kwa hiyo Lutu wale malaika wakasema hapana, tutakaa tu hapa kwenye uwanja. Lutu akasema hapana, tafadhalini karibu sana, karibuni tu mpumzike, mle, kesho mtaendelea na safari. Basi wale malaika wakakubali, wakaingia kwenye malango ya nyumba ya Lutu. Walipofika kwa Lutu akawa amewaambia watu wa nyumbani kwake waandalie wageni chakula, mikate kama kawaida vizuri. Wakati chakula kinaandaliwa kwa ajili ya wageni wale wanaume wa Sodoma, wazee, vijana mpaka watoto, jinsi Sodoma ilivyokuwa sasa na Gomora, wakawa wamekuja nyumbani kwa Lutu. Wakagonga hodi kwa Lutu. Lutu akatoka akafunga mlango kwa nyuma, akaambia karibuni. Wakawa wanasema
walete hao wageni walofika hapo kwako, walete huku tuwajue. Lutu akawa anakatalia, akasema jamani, mbona mnafanya mambo haya sio mazuri? Basi muwe na hofu ya Mungu. Hawa ni wageni tu, wamefika kwenye nyumba yangu, mimi natakiwa niwalinde. Wakasema kama wamekuja kudhuru, watoe hapa nje tuwajue. Lutu akasema tafadhalini msifanye hivyo. Basi chukueni hata binti zangu hao wawili, bado ni mabikira, muwafanye mnavyoona nyie kuwa sawa, lakini msiwafanyie hawa wageni ubaya huu. Kwa hiyo wakawa wamemzonga Lutu pale, wanataka sasa, wakamwambia basi kama umezuia wageni, tutakufanyia wewe mambo ambayo ni mabaya kuliko zaidi ya hao wageni. Kwa hiyo wakawa wamemzonga Lutu. Kwa hiyo wale malaika wakamvuta Lutu ndani. Sasa sijui kama walifungua mlango, Biblia ielezee kwamba walifungua mlango au vipi, lakini walimvuta Lutu kwa ndani. Lakini Biblia pia inasema wakawapiga wale watu upofu, wazee wa kiume na vijana wa kiume na watoto wa kiume wa mji wa Sodoma na Gomora. Wanataka malaika waje wawajue, wawaingilie. Wale wageni wawili walokuja wa kiume wawaingilie. Basi wakawa wamepiga upofu ule mlango. Kwa hiyo wakatafuta mlango, wakawa wanatafuta mlango, hawakuona. Lakini Biblia inaendelea kusema sasa wale malaika wakamwambia hivi Lutu sasa, kwa sababu ilikuwa ni usiku sasa. Wakamwambia Lutu, chukua watu wote ambao wako hapa nyumbani kwako, kesho alfajiri na mapema uondoke, kwa sababu uovu wa mji ni mkubwa sana, umefika kwa Mungu na tumekuja kwa ajili ya kuuangamiza. Kwa hiyo akaambiwa awaambie na wakwe zake ambao walikuwa wamechumbia binti zake kwamba wanatakiwa waondoke. Basi mtu akabembeleza wale watu vijana ambao ndo wakwe zake ambao walikuwa wamechumbia binti zake, lakini bado hawajaoa. Wakabembeleza, lakini wakawa hawamuelewi. Kwa hiyo alfajiri ilipofika, Lutu akaambiwa na malaika, haya, mnatakiwa mfanye haraka muondoke. Lakini Lutu akawa anajivuta, familia inajivuta. Wale wakwe kama tulivyoona kwenye Biblia inatuambia hawakumuelewa Lutu, ambao ndo walikuwa wameposa binti za Lutu, na hawakuwa wamemuelewa. Kwa hiyo malaika ikabidi wawashike mkono. Kashika mkono Lutu, kashika mkono mabinti zake, kashika mkono mke wake, wakawapeleka nje ya mji wa Sodoma. Akamwambia Lutu, kimbilia kwenye milima huko juu. Yaani mkimbie kwa sababu tunaangamiza mji. Basi sasa Lutu alipoambiwa wakimbie, akasema akamwomba yule malaika, akamwambia tafadhali Bwana, naomba kwanza, nashukuru umetuhurumia, umetuokoa, lakini naomba utusaidie, hatutaweza kufika mpaka kule milimani. Naomba tusaidie tuingie kwenye huu mji wa karibu hapa ili tuponye huu mji, naomba msiuangamize ili tuponye, hatutaweza kufika mpaka milimani. Yule malaika akamwambia sawa. Hapo huo mji mtakapoenda nendeni, lakini msiangalie nyuma. Sawa. Kwa hiyo Lutu akatoka na familia yake na mkewe na watoto wake, mabinti zake, wakawa wamekimbia kwenda kwenye mji wa karibu ambao unaitwa Soari. Lakini mke wake aliambiwa wasiangalie nyuma, akaangalia nyuma, akageuka kwa jiwe la chumvi. Kwa hiyo lakini wakati hayo yanatokea, Lutu na binti zake wakawa wamekazana na safari, wanaenda mbele. Kwa hiyo wakafika kwenye mji wa Soari. Walipofika kwenye mji wa Soari, huko Sodoma na Gomora ndo ikanyesha mvua ya kiberiti na moto. Yaani hiyo miji na kila kitu kilichokuwa ndani ya hiyo miji, watu nini, kila kitu kikaunguzwa. Kwa hiyo Biblia ukisoma kwenye Mwanzo 19 inatuonyesha kwamba baada ya hapo, kesho yake asubuhi alfajiri, Ibrahim alienda kwenye sehemu ambayo alikuwa anaongea na Bwana katika sura ya 18 ulipokuwa inaishia.
na tukaona kwamba Ibrahim akaenda kwenye hiyo sehemu. Katika sura ya 19 tunaona Ibrahim akaenda kwenye hiyo sehemu, akawa amesimama alfajiri anaangalia bonde la Sodoma na Gomora, akaona linatoka moshi kama tanuru kubwa, yani moshi mzito. Kwa hiyo akawa anajua kabisa mji tayari umeshaangamizwa. Lakini Biblia inasema Mungu alimkumbuka maombi ya Ibrahim, kwa hiyo akamponya Lutu. Kwa hiyo Biblia inaendelea kutuambia kwamba Lutu alipokuwa pale Soari na mabinti zake, mke wake kashageuka kwa jiwe la chumvi, akaona hata hapa Soari sio salama. Kwa hiyo wakafunga safari, wakaamua wakimbilie milimani. Sasa akaona kama Soari inapopata unguzwa moto, kwa hiyo akakimbilia milimani. Walipokimbilia milimani huko, basi wakakaa huko milimani ambapo hakukuwa na watu. Kwa hiyo binti za Lutu baada ya kukaa muda mrefu katika hiyo milima na baba yao, wakasema dada wa kike sasa akamwambia mdogo wake wa kike, huku hakuna watu, yani wanaume wa kutuingilia kama kawaida ya dunia yote, na tutashindwa kupata kumpa baba yetu uzao. Kwa hiyo tumnyweshe pombe, akilewa mimi nitaingilia, alafu tena akilewa tena tukimnywesha tena pombe, akilewa tena utamuingilia, alafu tutapata nini? Uzao, tutamfanyia baba yetu uzao. Kwa hiyo wakatengeneza hivyo kileo, wakampa babao chakula. Siku ya kwanza baba mtu kalewa, yule binti mkubwa akamuingilia baba yake. Hiyo siku ikaisha. Kesho yake tena wakaandaa tena hivyo kileo. Baba mtu haelewi, anakuwa ameleweshwa sana, haelewi chochote kinachotokea, hata anapoamka hajui kilichotokea. Na binti mdogo naye siku iliyofuata akafanya hivyo. Kwa hiyo wakamuingilia babao, na kweli wote wakapata ujauzito, na binti mkubwa akapata ujauzito, akazaa mtoto anaitwa, Biblia inatuambia akamuita jina lake Moab, ambaye ndo baba taifa la Moabu. Na binti mdogo akapata ujauzito, akazaa mtoto anaitwa Benami, na huyu ndo baba wa taifa la Waamoni. Kwa hiyo hicho ndo Biblia inachotuambia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 19. Endelea kujisomea, na zaidi ya yote napenda sana kukaribisha kuendelea kushare, kuendelea kulike, kuendelea kusubscribe, ili content wafikie watu wengine wapate wokovu. Lakini pia kama utapenda counseling sessions, namba zangu ziko hapo chini kwenye description box, unaweza ukaingia ukanitafuta, tukafanya arrangement kwa ajili ya sessions. Lakini pia kama hujaokoka, hujampa Yesu maisha yako, namba zangu pia ziko hapo kwenye description box, unaweza ukanitafuta nikakuelezea kuhusu wokovu, lakini pia namna ya kuishi maisha ya wokovu. Usichelewe, wakati ndio sasa, kesho sio guarantee. Kwa hiyo mpe Yesu leo maisha yako na uanze upya na Yesu. Ni hayo tu kwa leo, mpaka wakati mwingine. Kwaheri.